Nataka nikuombee wewe unaifanya biashara ya mtandaoni. Ni muhimu kuyafahamu mambo haya kisha tuombe. Biblia inasema nasi kwenye kile kitabu cha Mithali, ile sura 22 mstari wa 1. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Maana yake ni nini? Kwanza unahitaji kuliombea jina ulilolichagua kibiashara. Katika ulimwengu wa roho, jina ulilolichagua kibiashara linaweza kuwa mvuto au linaweza kuwafanya watu wasikuelewe. Hilo jina lako unahitaji kulitakasa. Hiyo brand name yako ambayo umeifanya kwa jina lako la biashara, unahitaji kuomba kwa ajili ya hilo. Na maombi ya siku ya leo tunaenda kuliombea jina unaolitumia, ili mtu anapopita kwenye peji yako akiona jina lako avutwe, aone kama kuna kitu cha kipekee uko nacho ambacho ni tofauti na watu wengine. Unahitaji upekee kwenye jina lako, na upekee unatengenezwa kwa namna ya kile unachokifanya, lakini pia unaweza ukaweka mvuto wa kimaombi, ukasema, Mungu ninakuomba kila atakayeona peji yangu, kila atakayeona jina langu akavutwe na mimi, akaone nina kitu cha kipekee, na akaanze kufuatilia bidhaa zangu, na akaanze kununua katika jina la Yesu. Lakini zaidi ya hayo, Biblia inaenda kusema tunahitaji kitu cha pili ambacho kinaitwa neema. Kuna wakati ukasema nataka pesa. Pesa peke yake inaweza isijivute. Kuna kitu kinaitwa neema. Neema inaweza kuvuta watu. Hawa watu wakaja na fedha kwenye maisha yako. Neema inaweza kuwavuta watu. Inaweza kavuta mtu mwenye neema, anatofautishwa. Neema ni upendeleo. Neema ni kustahilishwa kitu ambacho ulikuwa ustahili. Maanake katikati ya watu wengi ambao wanatangaza biashara zao, katikati ya watu wengi ambao wanajaribu kujitangaza kwa namna zote, Mungu akupe neema. Mungu akupe neema kwenye hivyo unavyovifanya. Mungu akupe upendeleo, ukawe na upendeleo. Mtu akiangalia bidhaa zako, mtu akiangalia unachokifanya, akavutwe kwa jina la Yesu. Akavutwe kwa jina la Yesu. Unaweza usinielewe, lakini haya ni mambo ya kiroho pia. Unaweza kusema kwamba ni kawaida tu. No. Mambo ya kiroho yana mahusiano na kuwavuta watu. Ndio, kibali kinaweza kuwavuta watu. Kibali kinaweza kuwafanya watu wavutwe. Ujaiona kwenye peji za watu, nakuta kuna watu wana vitu vikubwa, wana mambo makubwa, lakini hawana mvuto, hawana followers, hawana watu wanaowafuatilia. Ni kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa neema ya kuwavuta wengine. Neema ni sumaku, inawavuta watu na kuwakusanya na kuwanasa. Nami nakuombea, Mungu akupe neema. Mungu akupe neema. Mungu akupe jina. Mungu akupe neema, ukaweze kuwa wa tofauti, ukaweze kuwa na bidhaa ambazo zitaweza kuonekana kwa jina la Yesu. Mungu na akusaidie. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 1 anasema, jina jema ni bora kuliko marhamu na thamani. Jina jema ni bora kuliko marhamu ya thamani, ni bora kuliko vitu vya thamani. Unahitaji jina jema. Nami nakuombea, kuna wengine na majina yenu yamechafuliwa. Ujaona kuna brandi zimechafuliwa. Watu wanatumia nguvu kubwa kuitakasa brandi. Wanatumia nguvu kubwa kuwaelewesha watu, kuifanya brandi ionekane. Jina linaweza likatumia gharama kubwa ya fedha mtu aweze kuwa na jina fulani. Wakati mwingine jina ni mkondo. Ni mkondo unaweza kuleta baraka. Ni mkondo unaweza kuleta watu wengine. Jina lako likiwa limekaa kwenye masikio ya watu, kwenye macho ya watu, kwenye fikra za watu, ukileta chochote kile kitafanyikiwa. Na kuombea Mungu akupe jina bora. Jina lako hilo Mungu akalitakase kwa jina la Yesu. Ukawe wa tofauti, ukawe wa kipekee katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akutofautishe na watu wengine. Mungu akupe upekee. Pokea upekee kwa jina la Yesu. Wewe ukawe wa pekee yako katika jina la Yesu. Soma kitabu cha Mwanzo sura 12 mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Jina lina baraka. Jina lako likiwa kubwa linaleta fedha, linaleta wateja, linaleta chochote. Amua sasa hii ni siri kubwa. Jina linaombewa, jina linaombewa. Jina limebeba baraka, jina limebeba mafanikio. Na kuombea Mungu akupe neema, akupe jina kwa jina la Yesu. Mungu akupe jina kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akupe jina ukakumbukwe kwenye fikra za watu. Mungu akakusaidie ukakumbukwe kwenye kumbukumbu za watu. Pokea jina katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea jina bora, pokea jina bora kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Mungu akupe jina bora. Kuanzia sasa nakuombea neema. Sasa chukua hatua imani. Weka mkono kwenye kichwa chako. Hapo ulipo tunaenda kuombea biashara zetu za mtandaoni.
unafanya biashara online, wewe unafanya pengine masoko kwa njia online, pengine mjasiriamali, pengine unafanya biashara yote ile, umekuwa ni mtu wa katikati ukiwakutanisha watu hawa na watu hawa, unafanya vitu vyako kwenye mtandao, tunahitaji kuombea. Mungu na atakusaidia. Tunaanza kuomba kwa ajili ya peji zetu, kwa ajili ya majina yetu, kwa ajili ya kurasa zetu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba rehema kwa ajili ya mtu huyu. Pengine kuna mahali amekukosea kama mwanadamu, alijaribu kutumia njia nyingi aweze kujulikana, pasipo kujua kwamba tukikutanguliza wewe Mungu unaweza kututambulisha. Nami namuomba Bwana umsamehe mtu huyu, na kuombea mahali ulipo, Mungu akusamehe, na kuombea Mungu akutakase, Mungu akurehemu. Kuanzia sasa tunaomba kwa ajili ya kibali cha jina. Mungu akupe kibali cha jina kwa jina la Yesu. Pokea kibali cha jina hapo hapo ulipo. Mungu akutambulishe, Mungu akusaidie. Wewe unafanya biashara zako Facebook, unafanya biashara zako TikTok, unafanya biashara zako YouTube, unafanya popote pale, Mungu akavute followers, Mungu akalete watu wakakufuatilie. Unaweza usinielewe, lakini kibali cha Bwana kinaweza kuwaleta watu. Jina jema linaweza likawavuta watu, na kuombea Mungu akawavute watu wakakujirie, mataifa akakujirie, kama vile Mungu alivyoweza kumuinua Suleiman. Kila mmoja alikuwa anasikia habari zake, kila mmoja akaanza kusikia huyu ni mtu wa namna gani, wakaanza kumfuatilia, wakaanza kumpelekea baraka, wakaanza kumpelekea fedha, wakaanza kumpelekea hivi na vile. Kila atakayekuja kujaribu, Mungu akamvute kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asipite mtu aliyebeba baraka zako kwenye peji yako bila kuguswa na biashara yako, bila kuguswa na bidhaa zako. Chochote utakachokiposti, chochote ambacho utakipandisha kwenye kurasa yako, Mungu akakifanye kikawe mvuto kwa jina la Yesu. Nami nakutenganisha na matapeli, na wakemea wale matapeli wanaotafuta namna ya kukuharibu, namna ya kukurudisha nyuma, washindwe kwa jina la Yesu. Kila anayekwazia mabaya, kila anayekwazia kukudukua au kukurudisha nyuma, ashindwe kwa jina la Yesu. Neema Bwana iwe juu yako. Jina lako nalitakasa, jina lako nalibariki. Libarikiwe jina lako, libarikiwe jina lako, ibarikiwe peji yako, hilo jina la ofisi yako libarikiwe kwa jina la Yesu. Na litakasa na libariki, haijalishi umeanzia herufi gani, na libariki jina lako. Lipokee nuru, likaonekane, likavute wengine, likavute wengine. Na libariki jina lako, na libariki jina lako, jina la ofisi yako, jina la biashara yako, jina la peji yako, likalete wateja kwa jina la Yesu. Hata wakati huu Bwana, ninaomba neema kwa ajili ya mtu huyu. Pokea neema, iwe umegusa kichwa chako, au umeinua simu yako juu, au umekamata brand name yako na kuombea neema. Pokea neema, pokea neema kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikakufanyie wepesi, ukaonekane wa tofauti, bidhaa zako zikaonekane za tofauti. Ninayabariki mawazo yako na mipango yako, idea uliokuwa nayo, mipango uliokuwa nayo, malengo uliokuwa nayo. Najua na maono makubwa, na hayo maono ili yakamilike unahitaji watu. Mungu akuletee watu sahihi, Mungu akuletee connection. Pokea connection, pokea muunganiko, pokea watu muhimu kwenye maisha yako, ma destiny helper. Mungu akuletee mtaji wako ukakue, vitu vyako vikaende vizuri. Ninayabariki mawazo yako, nabariki mipenyo ya kifedha kwenye maisha yako. Mungu akusaidie, Mungu akupe neema, Mungu akupe wepesi, ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu akabariki kila unaolifanya likaende vizuri. Katika jina la Yesu nimekuombea. Baraka za Mungu zikutajirishe na upate wepesi. Mungu akuletee mafuriko ya wateja waje kwa jina la Yesu. Na waita mara kwanza, mfuateni mtu huyu kwa jina la Yesu. Naita mara ya pili, wakufuate kwa jina la Yesu. Mara ya tatu, wakufuate kwa jina la Yesu. Mara ya nne, wakufuate. Mara ya tano, wakufuate. Mara ya sita, wakufuate. Mara ya saba, kwenye ukamilifu wa imani, wakufuate kwa jina la Yesu. Mungu na akufanyikishe kupitia jina la Yesu. Amen. Unaweza ukaandika amen pamoja nami, na ukaandika umebarikiwa, au ukaandika neno lolote ambalo utakuwa umejiconnect pamoja na maombi hayo. Utakuwa umefanya jambo kubwa la kiimani. Kama umebarikiwa, niambie mtumishi wa Mungu nimebarikiwa. Na kama unahitaji pengine Mungu aweze kuendelea kutendea mambo makubwa, basi unaweza kaendelea kunifuatilia kwenye peji zangu zote, na Mungu ataenda kubariki. Haya maombi unaweza kaona ni ya kawaida, lakini sio maombi ya kawaida. Peji yako kuwa kubwa, kufuatiliwa na kupata watu, unahitaji pia nguvu ya kiroho. Ndio, nguvu ya kiroho ni muhimu. Nguvu ya kiroho inaweza kufanya watu wengine wakufuatilie zaidi. Nami nakuombea Mungu akuletee watu wakakufuatilie zaidi katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Unaweza pia ukaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa kuandika maombi ni dawa au maombi tiba. Hivyo nakwambia, naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.